Unafanya nini kwa ajili ya Mungu? Samuel wa pili sura ya 7. Sura ya 7 mpaka mstari wa 29. Japo mimi sasa sitafika kwenye 29, lakini utaandika Samuel wa pili, Samuel, kitabu cha pili cha Samuel sura ya 7 mstari wa kwanza hadi mstari wa 29. Ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote. Manake baada ya Mungu kumpa Daudi ushindi pande zote. Hapo unisikilize kwa makini. Baada ya Mungu kumpa Daudi ushindi pande zote, baada ya Daudi kufika kwenye hatua ya kupigana na adui zote wa Mungu, maana maadui wa Mungu walikuwa ni maadui wa Daudi, maadui wa Daudi walikuwa ni maadui wa Mungu. Alipopigana vita kila upande na akashinda, Biblia inasema hivi, alistarehe kwenye nyumba yake. Bwana alimstarehesha kumpa ushindi kila upande. Na Biblia inasema asiudhiwe na adui zake waliomzunguka. Sasa nisikilize. Baada ya kufika kwenye hatua ya kustarehe, Mungu amemsaidia. Hakuna maswali. Mungu amempa ushindi kila upande. Nini kilikuja ndani ya moyo wa Daudi? Wazee wetu wanatufundisha kitu cha tofauti sana. Ninamfikiria hata naweza kuchomeka kitu kidogo hapo alafu nitaendelea. Hata Ibrahim alipofika Kanaani, na Mungu akamwambia wazao wako watafika hapa, watakuja kwenye nchi. Bado japo alikuwa kwenye nchi ya ahadi pale Kanaani, ila alikuwa anatafuta mji ambao msingi wake na mwenye kujenga sio Ibrahim, sio mwanadamu, ni Mungu. Manake he was looking for heaven. Alikuwa anatazama mbingu. Wazee wetu hao, japo amefika kwenye hatua nzuri ya kufika kwenye ukomo wa hatima yake, lakini ndani yake kulikuwa na shauku bado inamwambia okay, no way, kuna mji mwingine sio huu. Ndani yake palikuwa na shauku ya kuona mji mwingine mpya. Imagine Ibrahim katika miaka yake ile alikuwa anaona Yerusalemu mpya, sababu ndio mji ambao mwenye kuweka misingi ni Mungu. Imagine mji ambao una milango 12. Yerusalemu mpya. Alikuwa anaangalia ule mji ambao hakuna mwanadamu ameujenga. Architect na engineer aliyeujenga huo mji ni Mungu mwenyewe, Ibrahim. Na Daudi pia alipofika level amefanikiwa. Ndivyo ambavyo na sisi pia wakati tunapiga hatua fulani za kimaisha, kuna wakati tunapiga hatua tunafika mahali fulani, unaweza kumwona Mungu akikusaidia kwa namna tofauti. Huyu alifika kwenye kikomo cha mafanikio akastarehe. Lakini jambo la ajabu, hakujidhania nafsi yake kwamba ameshakwisha kushika au amefika. Aanze kujisifu, nimeshinda kila upande. Mungu amenipa ushindi kila upande. Nimewapiga maadui zangu. Nifanye nini sasa? Kama sio kustarehe na kulala. Na nakwambia angebeba hiyo concept, angekuwa hana utofauti na yule ndugu wa Luka sura ya 12 ambaye alisema, nafsi yangu kula sasa ushibe na ustarehe, kwa sababu navyo vitu vyote ambavyo nilikuwa navitaka. Mungu akamwambia mpumbavu wewe. Maana kwa watu wote ambao wanatosheka, Mungu anakuona kama mpumbavu. Mwangalie jina lako, mwambie kuna mambo mengi ya kufanya na Mungu. Mwambie kwa sauti na Mungu asikie, kuna mambo mengi ya kufanya na Mungu. Mwambie usitosheke wala usifike. Mwambie ni dhambi kutosheka na ni dhambi kufika. Yule ndugu akasema, ninavyo vitu vyote. Ujasiri binafsi, nimejipatia mavuno mengi, nimejaza gala, nile, nishibe, nistarehe, nilale na kuamka. Mungu akasema, kwa sababu una ujasiri binafsi, kwa sababu unahisi ya kwamba hizo achievement, personal achievement ambazo umekuwa nazo, basi ndio umefika. Mpumbavu wewe, wanataka roho yako usiku wa leo. Ukisoma maandiko kama haya uweze kufika mahali ukafika afu kujidhania kwamba hapa tayari. Daudi alipofika pale kwenye hatua ya kustarehe, angalia mstari unaofuata. Inanishangaza sana. David ni mtu ajabu sana. Mstari wa 2. Mfalme akamwambia Nathan, nabii,
Akamwambia Nathan nabii, angalia sasa, mimi nakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. What is this? Hata kama nimestarehe, hata kama tayari na maisha ambayo nilikuwa nayataka, nimepata ushindi kila mahali, lakini pamoja na kustarehe, pamoja na achievement, pamoja na kufika kwenye malengo, ila nyumba ya Mungu inakaa katika mapazia. Alafu imagine sanduku la Bwana linakaa katika mapazia, alafu yeye kajenga nyumba ya mierezi. Tunaposema mierezi, ilikuwa ndo material ya kujenga nyumba za kisasa za miaka ile. Ndio maana ilikuwa ni mierezi ya Lebanon, ilikuwa inatoka Lebanon tu. Asangalia, sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Uwepo wa Mungu umekaa kwenye mapazia. Mimi Daudi nakaa kwenye nyumba ya mierezi. Anamwambia Nathan, this is not an achievement. Siwezi kusema nimefika, siwezi kusema nimekwisha kushika, siwezi kusema nimefanikiwa kama mimi nakaa kwenye nyumba bora nzuri, alafu uwepo wa Mungu unakaa kwenye mapazia. That is David. Pamoja na kufika kwenye kikimo, kwenye ukomo wa mafanikio, bado kuna passion ilikuwa ndani ya roho yake. Mstari wa 3. Nathan akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako. Maana kile kitu kilikuwa ndani ya moyo wa Daudi. Maana Bwana yu pamoja nawe. Mstari unaofuata. Ikawa usiku huo neno la Bwana likamfikia Nathan kusema, enenda kamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Najaribu kumchallenge. Utanijengea nyumba nikae ndani yake? Mstari unaofuata. Kwa maana mimi sikukaa. Mungu anajitetea. Imagine, Mungu anajitetea. Imagine, Mungu anajitetea. Mungu anajitetea. Maana kuna mtu ambaye alibeba shauku iliyogusa moyo wa Mungu. Unaona Mungu anajitetea, anasemaje? Mimi sikukaa ndani ya nyumba. Mungu anajitetea, maana yake sikuwahi kukaa. Sikukaa ndani ya nyumba tangu siku ile niliyowatoa wana wa Israeli katika Misri hata leo, lakini nimekaa kwenye hema na maskani. Yaani nimekaa kwenye hema na maskani, kwenye mapazia maana yake. Mungu anasema maana kifupi chake ni kwamba hata kama baadaye Mungu alimwambia kwamba wewe utanijengea nyumba, lakini ni kama jamaa alibonyeza button akaigusa kwenye moyo wa Mungu. Mstari unaofuata. Mahali mote nilimokwenda na wana wa Israeli wote, je, nimesema neno lote na mtu yote wa waamuzi wa Israeli niliyemwagiza kualisha watu wangu Israeli, nikisema mbona hamkunijengea nyumba ya mierezi? Yaani maana yake Mungu anasema sikuwahi kuweka hiyo demand. Sikuwahi kuomba mnijengee nyumba ya mierezi. Kifupi ni kwamba Mungu bado kuna namna analalamika kinamna, indirect. Mstari unaofuata. Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya, Bwana wa majeshi asema hivi. Unajua Mungu ana personalize mtumishi wangu Daudi maneno haya. Lovely, warmly, inatokea kwenye upendo, mahusiano ya dhati. Hapa wangekuwa wana mahusiano wangesema nenda kamwambie Daudi. Lakini anasema nenda mwambie Daudi mtumishi wangu maneno haya. Na unapomwambia be calm. Usimwambie kwa kumtisha, nenda kamwambie vizuri. Bwana wa majeshi asema hivi, nalikutoa katika zizi la kondoo. Mungu kabeba CV. Nyie watu, mwangalie jirani anakuambia Mungu anabeba CV zenu. Wewe tamchezo. Unafikiri ile siku Mungu amekutoa mahali fulani alisahau? Msije mkaona wale wanawake wa Luka sura ya 8. Sarudi hapa mtaidie Luka sura ya 8. Usifikiri ni wajinga. Usifikiri ni wajinga. Usifikiri ni wajinga wale wanawake wa Luka sura ya 8. Nipe Luka sura ya 8 kuanzia mstari wa kwanza. Ikawa baada hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale teneshara walikuwa pamoja naye. Mstari wa 2. Na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na kitu gani? Na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene, aliyetokwa na pepo wangapi? Mungu anajua alikutoa kwenye zizi la kondoo. Biblia imerekodi idadi ya pepo waliotoka kwa Mariamu. This is terrible, Magdalene. Kwa hiyo manake ile siku nimekuambia pepo akatoka, Mungu alihesabu mpaka na idadi ya pepo waliotoka.
na amerekodi ipo kwake. This is too serious. Too serious. Unafikiri Biblia kwa nini imerekodi pepo 7? Unafikiri ni bila sababu? Kuna sababu. Manake Mungu anarekodi kila kitu. Na alikutoa katika zizi la kondoo, nyuma ya makundi ya kondoo. Ulikuwa unatembea nyuma hivi. Alafu nikakuweka kwa mchungaji wa Israeli. I don't forget. Siwezi kusahau. Okay. Mstari unaofuata. Na Yohana mkewe Kuza na wakili wa Herode, wala hakuwa watu wadogo kwenye jamii, walikuwa ni watu wakubwa. Na Suzana na wengine wengi. Angalia kinachofuata. Waliokuwa wakimhudumia au wakimtumikia kwa mali zao. Wakaangalia wakasema, sisi si wakina Petro, sisi si wakina Yohana, tutafute sehemu yetu ya utumishi ndani ya huduma ya Bwana Yesu. Wakapata sehemu ya utumishi, wakaanza kumhudumia kwa mali zao. Kwa mali zao. Turudi sasa kwenye Samueli wa pili sura 7 mstari wa 8. Tulikuwa kwenye mstari wa 8. Anasema hivi, na alikutoa katika zizi la kondoo. Mungu anajua alikutoa wapi mpaka ukaokoka, mpaka uko mahali hapa. Anajua alikutoa wapi. And don't be too fun for that. Kwa sababu Mungu yuko serious na hiyo kitu. That's why hii ndo anatupa ujasiri ya kwamba Wakristo wengi wataachwa kwenye unyakuo wa kwanza, watabaki kwenye dhiki kuu. Ni kwa sababu watu wengi wanadharau kile Mungu alikifanya kwenye maisha yake. Hivi najua ulijiuza kwenye dhambi. Mungu ulijiuza mwenyewe kwenye dhambi. Alianza baba yako Adamu katika mwili, akajiuza kwenye dhambi, na wewe ukaingia kule kule. Na kwa asili ya dhambi na wewe kaanza kujitoa kwenye dhambi. Alafu Mungu akijua umenunuliwa na shetani, ilibidi, nilisikia hiyo sermon ya mtumishi wa Mungu Bishop Gwajima, ilinishangaza sana. Kanuni ya kununua na kuuza. Kama tulijiuza kwenye dhambi na shetani akatununua. Alitununua. Pale kwenye bustani ya Edeni alitununua. Na akachukua miliki zote. Sasa wakati Mungu anataka kuja kutukomboa, wali negotiate. Shetani akasema hivi, ili nikuachie watu ambao niliwanunua walijiuza kwangu, nataka achinjwe, apatikane mtu wa kuchinjwa mbinguni, sio duniani. Yani shetani akaweka hiyo argument kwamba anapaswa kupatikana mtu wa kuchinjwa mbinguni, sio duniani. Mungu akawaangalia malaika, malaika wakasema hiyo kitu ni ngumu sana. Hapa kwepo na malaika aliyekubali. Yesu Kristo mwana wa Mungu, mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, akajitokeza akasema, mimi hapa niko tayari. Akachinjwa kwa ajili yako. Wewe ndio uliyejiuza kwenye dhambi. Mwanae akaja akachinjwa kwa ajili yako. Akawa anaelezea kwamba kwa nini ghadhabu ya Mungu itakuja kwa wanadamu. Ni kwa sababu mambo kadhaa. Moja, ulijiuza wewe. Alafu ulipaswa kuchinjwa wewe ili uokolewe. Mungu akamtoa mwanae akachinjwa kwa ajili yako. Alafu amechinjwa kwa ajili yako, tena anakuona kwenye dhambi. Unajipeleka tena. Ndio ghadhabu ya Mungu. Nasema kwa sababu ya mambo hayo, ghadhabu ya Mungu itawajia wanadamu. Itawajia mpaka na watu waliowahi kuingia kanisani, ambao walikuwa wanasikia mafundisho. Nasema kitu gani? Kumbuka sana wapi Mungu amekutoa. Na uwezi kumtumikia kama unasahau ni wapi Mungu amekutoa. Kumbuka kuna siku ulianguka. Najua siku hizi ni mizaa kanisani. Mtu akianguka pepo akitoka, anaenda kuambia wenzake, hivi pepo alinitoka walikuwa wanaongea kitu gani Najua we are too fun for that. Lakini Biblia inasema naye alituokoa katika nguvu za giza. Mungu hawezi kusahau, anajua alikutoa pale. Alimtoa nyuma ya zizi la kondoo. Angalia, katika kuandama kondoo ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Mstari wa 9. Mstari wa 9 sharp. Mimi nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda. Angalia. Na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako. It was not you David, it was me. Angalia maneno. Mimi nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda. Siri ya ushindi wa Daudi ni kwa sababu Mungu alikuwa na Daudi kila mahali alikokwenda. He was not alone. Hakuwa peke yake. Na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako. Nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Naomba tusome pale. Nami nitakufanyia. Nitakufanyia si ahadi. Si wasiki watu wa Mungu. Nitakufanyia si ahadi. Maana yake ile swala la kumjengea Mungu hekalu lilimgusa.
lilimgusa. Hapo Mungu amejiachia kidogo, akatoa ahadi. Akasema nitakufanyia jina kuu kwa ajili kama jina la wakuu walioko duniani. Mstari unaofuata wa 10. Tena nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondoke tena. Wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Kwa sababu mtu mmoja alifanya commitment, amjengee Mungu nyumba. Unaona Mungu anaanza kutoa hizo ahadi mpaka kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Endelea mstari wa 11. Naam, kama nilivyokuwa tangu siku ile nilipoamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakuambia ya kwamba atakujengea nyumba. Angalia hapo. Tena Bwana anakuambia ya kwamba atakujengea nyumba. Naomba nirudie tena. Naam, kama nilivyokuwa tangu siku ile nilipoamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Alafu tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Mstari unaofuata nikuonyeshe kitu. Nawe siku zako zitakapotimia utalala. So don't worry. Unajua David kwa vile alivyopigana, kwa vile alivyohaso, Mungu akutaka nyumba yake ijengwe kutokea kwenye hustling. Sababu ampambana sana, Mungu akamwambia hivi, rest, I will build the house. Pumzika. Yaani Mungu unajua angemwacha David ajenge nyumba, ingekuwa ni mapambano mengi. Because this was the picture of grace. Ilikuwa ni picha ya neema ya kwamba relax David, I know your heart, I know your passion, but out of your passion nitajenga bila wewe kutumia nguvu za mikononi. Bwana asipojenga nyumba, Bwana asipojenga nyumba, Zaburi 127 ndio ilizaliwa pale. Bwana asipolinda mji, wakesha wafanya kazi bure. Manake alimwambia David, relax, I'll do it. Bwana amesema atakujengea nyumba. Relax, usijenge kwa kufight. Me I will build it. Umeona kubeba aina fulani ya shauku. Kubeba aina fulani ya shauku ya kufanya kitu fulani kwa ajili ya Mungu. Utaona Mungu anatangulia mbele yako na kufanya mambo nje ya nguvu zako. Mungu afanye hivyo kwa ajili yako. Amen. Kila mmoja mahali hapo, Mungu afanye hivyo kwa ajili yako. Amen. Mungu afanye hivyo kwa ajili yako. Amen. Oh Lord. Hii imekaa vizuri sana. Hii imekaa vizuri sana. Wakati naandaa mission ya Kakola, mwishoni hela hazipo. Kwa sababu watu hawasemi chochote. 1 week before kila kitu kikapatikana, nikagundua carry the passion, beba shauku. Alafu Mungu akatambia hivi, don't struggle. Tena mwambie nitamjengea nyumba, asihangaike David, I will do it for him. Yaani manake David nitakusurprise. Unahitaji kujenga nyumba, mimi nitakuonyesha nyumba tayari imejengeka. Weka mikono yako mwili juu. Upate neema kwa Mungu ya kuona baadhi ya mambo Mungu akiyafanya nje ya nguvu zako. Upate neema mbele za Mungu ya kuona Mungu ametangulia mbele yako na anafanya mambo nje ya fedha zako. Hebu pokea kwa jina la Yesu. Ni vizuri kufanya vitu kwa kutoa hela zako nyingi benki. Ila ni vizuri sana kufanya vitu au kitu kutokea kwenye maisha yako bila kutoa hata shilingi 10,000. Ukitumia nguvu nyingi kufanya jambo, ni ishara ya kwamba ulikuwa ni wewe. Ila ukiona kuna mambo yanafanyika kwa kutokutumia nguvu, ni ishara ya kwamba Mungu yuko kazini. Mbele ya macho yako ya nyama, Mungu akupe neema. Uanze kuona vitu vinafanyika mbele yako nje ya nguvu zako, nje ya nguvu zako, nje ya nguvu zako, nje ya nguvu zako, nje ya fedha yako, nje ya akiba yako, nje ya ndugu zako. Unapokea hilo? Relax David, I will do it for you. Manake it is very enough kwa hiyo shauku uliyokuwa umebeba. Inatosha hiyo shauku uliyokuwa umebeba. Yaani mimi nilichokuwa nakitaka ubebe hiyo shauku. Hivi kuna mtu duniani ambaye anawaza ya kwamba toka nimewatoa watu Misri hawajawahi kuniweka kwa nyumba? Umegusa button, imegusa moyo wangu. Mengine utasoma na yatakusaidia kwa muda wako. That is David. Alibeba shauku ya kumjengea Mungu hekalu.
Na Mungu akamwambia relax, nitajenga. Alafu ona, Mungu akaja kujenga kwa mikono ya mwanae ambaye hajapigana vita yote. Yaani maana out of peace, kwenye utulivu na kustarehe, nyumba ikajengwa ya utukufu. Beba shauku fulani kwa ajili ya Mungu. Utaona kizazi chako hakitakukana. Kizazi chako, ukiona Biblia inasema watu wangu watajenga misingi ya vizazi vingi, ni wale ambao wamebeba shauku ya kutaka kufanya vitu fulani kwa ajili ya Mungu. Vijana mnanisikia lakini? Unajua cha mtu anayeipata ni kama vitu ambavyo nitakuwa navisema vina outpass uwezo wa watu wa kiakili. Nimekuwa nikipata changamoto kwa hilo eneo. Lakini baadaye nikawa najitia moyo kwamba kuna sababu kwa nini Mungu aliniweka kanda ya ziwa na kuongea mambo kanda ya ziwa. So strive for your level best. Yes. Na siwezi kushusha ukubwa na upana wa mafundisho yangu kukopu na watu. Au nifuate nilipo. Si watu wote ambao wanaondoka kwa hili kanisa wanalichukia kanisa. Lugha. Kuna siku Mungu aliniambia, unataka nini? Unataka nini? Unajua maziwa ni maziwa. Maziwa yana cream kwa juu. Maziwa yenyewe ni maziwa pia. Maziwa yanaweza kuwa ni ya mgando pia. Lakini ni maziwa, si ni sawa? Unataka nini? Nikagundua nataka cream. Cream is the best one. Cream inaweza kufanya vitu vingi. Cream inaweza kuleta mafuta, si ni sawa? Cream inaweza kuleta hata nini? Kingine mnachokifahamu nini? I need that. Kwa hiyo nikagundua ya kwamba sio kila mtu ambaye anaondoka kwenye kanisa hili anapoteza appetite ni kwa sababu kanisa ni baya au halina utaratibu mzuri. Sometimes lugha inagoma. Lakini ninaamini kama Mungu amekupanda kwenye kanisa hili, amekupanda ile challenge akili yako. Hiyo akili yako ianze kuzaa mtizamo fulani. Na huo mtizamo kesho ulete maisha fulani. Mko lakini? Yes. Mimi nipata washirika hata 20 ambao wataka kusema kwa kweli kila ambacho umetufundisha kwa miaka mingi ndio sisi. Ndio sisi tuko hapa. Yaani uhitaji kutafuta mafundisho yako ya miaka kadhaa iliyopita. Mafundisho yako ndio sisi. Mafundisho yako na matokeo ambayo tumeyashikilia. Beba shauku fulani kwa ajili ya Mungu. Twende kwa Yoshua. Yoshua sura ya 24 mstari wa 15 hadi mstari wa 28. Oh wonderful. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Mungu, kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo. That was a passion. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kwamba ni miungu, choose. Hii kitu haipo kwenye kulazimishwa. Kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu alitumikia ngambo ya mto, chagueni. Kwamba ni miungu ya wale wa Amori, chagueni. Ambao mnakaa katika nchi yao, chagueni. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hata kama ilikuwa ni lugha ya kujitetea, lakini julikane ya kwamba Yoshua kuna shauku alikuwa nayo moyoni. Toka siku ameenda kuipeleleza nchi ya Kanaani mpaka amerudi, mpaka Mungu amempa yeye na Caleb kuingia Kanaani katika watu wazima waliotokea Misri. He carried that passion. Alibeba hiyo shauku ya kumtumikia Mungu. Mashemasi, hii haipo kwenye nani yuko zamu. Chagueni katikati ya mashemasi, chagueni mtakayemtumikia. Lazima ifike level useme mimi, usiseme mashemasi. Usiseme watenda kazi, useme mimi. Mpaka utakaposema mimi ndio utajua una shauku. Shauku inaanzaga na siwasikii. Inaanzaga na mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Umebeba hiyo shauku. Je, unatamani kuona agano la utumishi ndani ya nyumba yako? Unatamani kuona vizazi vyako vinamtumikia Mungu? Je, are you looking forward kuona familia yako kuanzia mtoto wa kwanza mpaka wa mwisho wote ni watumishi wa Mungu? Unajua kisha beba hiyo shauku, utaanza kuleta nyumbani kwako. Nyumba yako itakuwa ni nyumba ya watu wanaoomba. Patakuwa na uamsho nyumbani kwako. Utaanzia kwako, utakuja nyumbani kwako, utaenda kwa wanao, mpaka vitu vya nyumbani kwako. Natafuta wakati kuja kuwafundisha series ya siku 7 au 5 ya Obed Edom. Nitakuja kuambia turn around ya Obed Edom baada ya sanduku la Mungu kuingia nyumbani kwake. Wakati Daudi ameliogopa linaweza kumuua, the man took the Ark of Covenant and he put it in his home.
Wakati Daudi anasema hii kitu sije kaniua, jamaa alikuwa na nidhamu ya kutosha ya namna ya kulihendo. Alafu ile nyumba Daudi akapata taarifa imestawi kila kitu. Yaani watu wanazaa ijawahi kutoka. Nafikiri kulikuwa na mapacha 4. Mtu mmoja anaweza kuzaa mapacha 4 mali. Yaani mbuzi alikuwa anazaa mapacha. Kondoo alikuwa anazaa mapacha. Daudi aliposikia vile kuna kawivu kakamgonga, akaenda kulichukua. Aliambiwa muda si mrefu mtu atakaye kuwa mkuu kwenye nchi ni Obed-Edom. That was a covenant of servanthood. Walijua namna ya kuenda uwepo wa Mungu. Nisikilize, kila familia na kila mtu moja moja lazima ujue namna ya kubeba na kuheshimu uwepo wa Mungu. Mnamheshimuje Mungu nyumbani kwako? Je, uko tayari kuona nyimbo za Bongo Flava zinachezwa tu nyumbani kwako, movie yote na tazama nyumbani kwako? Mnamheshimu vipi? Mnahendo vipi sanduku la agano na kuliweka pale nyumbani? Au nyenye miongoni mwa watu watakao kufa kwa uwepo wa Mungu? Nani? Uza. Yule kijana alikufa mbele ya uwepo wa Mungu. Mwenzake akastawi. What is happening? Huyu anakufa, huyu anastawi. Kuna watu ambao japo kuna uwepo wa Mungu na neema Mungu kwenye kanisa hili, lakini ndani ya hii neema na ndani ya uwepo wa Mungu wanashuka. Palikuwa na vita nyingi sana wakati wa Sauli na wakati wa Daudi. Biblia inasema hivi, nyumba ya Sauli ikazidi kudhoofika, alafu nyumba ya Daudi ikazidi kustawi. Uwepo wa Mungu uko pale, unamshusha mmoja, unampandisha mwingine. Unaheshima kiasi gani na uwepo wa Mungu pale nyumbani kwako? Watu wanatoka na kuingia nyumbani kwako, mnawaheshimu kiasi gani uwepo wa Mungu? Hili ni agano la utumishi. Anasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Yaani maana yake nini? Mimi na familia yangu tutafanya kazi ya ushemasi kanisani. Haipo kwenye mimi tu. Amesema mimi na nyumba yangu. Halafu wewe ni nini? Kwako ni nini? Je, umewahi kupata na kujua agano la utumishi la hiyo nyumba ni kitu gani? Kwa sababu sio wote mtakuja kuwa kama kina Pastor Ibra. No. Sio wote mtakuwa vile. Unaipata ni vipi nyumba yako? Mnataka muingie kwenye agano la kumtumikia Mungu kwa kudhamini injili. Unafikiri ni kitu bure? Unaanza kuwafundisha watoto wako kwa sababu unajua ni generation, ni kitu cha kesho. Unaanza kuwafundisha kwa kuwapa 10,000 au 5,000. Unaambia hii ni sadaka yetu kwa ajili ya Mungu na kazi yake. Watoto wanaanza kujua kuna kitu cha kudhamini kazi ya Mungu. Ndani yako ukijua familia yangu itamtumikia Mungu kwenye jambo hili. Laiti mngekuwa mnanisikia. Unatengeneza pattern. Nikisema pattern maana yake unatengeneza mfumo na kujua agano langu la utumishi ni lipi. Anasema Yoshua, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Maana mnanisumbua. Tukiwaambia mfanye hivi mnaenda hivi. Sijui kwenu. Tukiwaambia acha hii mnaenda. Sijui kwenu. But as for me and my house, we shall serve the Lord. Mungu atupe neema Bwana. Sure, Mungu atupe neema. Mungu atupe neema. Yeah. Kimkuta mama analia nyumbani. Sababu sisi tumejua kwamba ukimkuta mtu anaomba analia basi ni mama mchungaji au ni mchungaji. Utakuta mama mmoja na garagara nyumbani kwake analia. Ni kwa sababu hajastarehe. Daudi alipostarehe, shauku kainuka nyingine mpya ndani yake. Hakuna achievement ya kusema hapa sasa hivi sawa. Hakunaga kitu kama iko mpaka tunaingia mbinguni. Hakuna kitu kama kile. Hakuna kitu kama kile. Tunaendelea kulia. Tunaendelea kuitumikisha miili yetu. Tuko chini ya floor tunalia na kumwambia Mungu, tazama familia yangu. Tunaomba neema kutumikia. Tunaomba neema kuzalia matunda. It's a covenant, ni agano, ni patano. Mwangalie Paulo. Nataka tukimaliza hapa tupate muda wa kuomba. Utaenda kusoma mengine ya yote, sitakuwa siyasomi kwa ujumla, lakini nitakuwa nasoma baadhi ya mistari. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16 hadi mstari wa 27. Usione hivi. Usifikiri hatupendi kwenda kusalimia nyumbani. Usifikiri hatupendi. Usifikiri hatupendi mapumziko. Toka mwaka umeanza, napitaga hapo mama ananiambia
Mwanangu usipite nyumbani kidogo mwanangu. Tena ananiambia kwa sympathy. Mnapita nyumbani kidogo. Naambia kuna siku nitapita tu mama. Naweza kupita pale nikasema wewe fulani hendo ibada fulani wewe fanya hivi. Usifike nyie mnafikiri mtu mmoja alisema hakuna kazi rahisi kuliko zote kama kazi ya uchungaji. Nikasema it's okay. Sababu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana ijapokuwa na ihubiri injili. Look. Angalia huyu mtu, sina la kujisifia. Sina achievement ya kusema nimefika. Nimejenga nyumba, nimenunua gari, sina la kujisifia hata moja. Sina la kujisifia hata moja. Napata utumishi wa Mungu anaanza shuhuda, 90% ya shuhuda ni kumsifu. Baba alipo, nana alipo, alipo. They are very proud of that. This is too early. Naambiaga mara nyingine asubuhi kutaka kutafuta recommendation. It's too early. Sina la kujisifia. Sema kwa sababu sina la kujisifia. Paka watu wanahangaika na shuhuda makanisani za kutengeneza. Wanahangaika ili waseme kwa namna fulani. Paulo anasema hana la kujisifia. We don't need recommendation from you. Sisi ni barua inayosomwa na watu wote. Sihitaji mama Febronia unisemee kwa namna fulani. Mimi najisemea. Kwa sababu mimi ni nini? Ni barua. Ni maandishi yanayosomeka. Sihitaji uanze kuniambia. Yani nikifika mahali sihitaji uanze kuniambia. Nahitaji unisome. Sisi ni barua. Angalia hiki kitu, sina la kujisifia. Tunajisifia kitu gani? Tunajisifia kitu gani? Umewahi kumsikia Mwalimu Makasega amekaa anajisifia? Amepanga foleni ya watu 50 wanamsemea. Huyu baba ni wa ajabu kweli. Sina la kujisifia. Kwa sababu amebeba hiyo passion ndani yake. Anasemaje? Msoma kwa sauti. Nini kwa sauti? Sema sina la kujisifia. Okay, umekaa, angalia hata maisha yako ya kiuchumi ya kawaida. Hakuna kitu cha kujisifia. Kwamba ni gari, unajisifia gari. Kwamba ni nyumba, unajisifia nyumba. Sina la kujisifia. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja mahali fulani, mkoa fulani hapa Tanzania. Nilikuwa napata historia yake jinsi alivyokuwa mtu mzuri, mtumishi wa Mungu mzuri. Lakini sasa hivi kanisa lake ni chukua hela ni sifu. Chukua hela niongelee. Yes. Paka na wapagani wanamuziki paka Bongo Flava. Chukua 2,000,000 halafu anza kunisifu. Kwa maana yake sasa hivi hana washirika anaoenda nao mbinguni, ana washirika wanaomtukuza yeye. He's God himself. Kwenye hilo kanisa. Unajua chachu kidogo, chachu dogo zima. Alianza kidogo kidogo. Sina la kujisifia. Ifike level ambayo hata kama nikaela kako benki, msema kwa sauti sina la kujisifia. Umeona? Wazee wako hawakuwa na cha kujisifia. Paulo hakuwa na cha kujisifia. Daudi hakuwa na cha kujisifia. Hata kama nimesema nimeshinda, nimestarehe, sijamjengea Mungu nyumba, sina la kujisifia. Ibrahim alipofika Kanani akufika, sina la kujisifia, na atafuta mbingu, sina la kujisifia. Hata kama ni mzuri, yamkini Mungu alikupa huo urembo usoni ili watu waokoke, sina la kujisifia. Paka na urembo ukijiangalia usoni, ukijiangalia kwenye kioo chako sema wow, I'm so beautiful. Mungu anakuambiaje? Yes, it was for me. Hivi najua hata urembo ilikuwa ni kwa ajili ya Mungu. Watu wakikuona jinsi ulivyo mrembo na unavyoabudu marabakota, wanasemaje? Oh, wonderful. Binti mzuri kama huyu na anaabudu hivi, hana cha kujisifia. Unakuwa barua hata ndani ya ibada. Lakini wengine katikati ya ibada, kwa sababu ya lipstick huwezi hata kuongea vizuri. Yesu, nainua macho yangu, unahakikisha mate atoki pembeni. And you are too careful. You care for yourself. Unajijali mno. Utaki watu waone mate pembeni.
Listen, huna cha kujisifia. Unaweza kupata ajali ya bodaboda wakatoa nyama ya hapa wakaileta hapa. Toka hiyo siku utaamini macho yako na sura gani? Utakuwa na sura moja, upande mmoja mzuri, upande mmoja kuna mshono umetokea hapa mpaka hapa. Ndio siku utamwabudu Mungu vizuri. Utaona mate pembeni. Unajua Mungu ni wa ajabu. Hakuui, ile anakubadilishia sura ya usoni. Watu wanakosa kazi ya kufanya mpaka nafika level ya kujitumainia. Watu wana uwezo wa kununua package ya urembo 300,000. Anajua wakati wa jua nipake mafuta gani, wakati wa baridi nipake mafuta gani. Wanajua kuna perfume ya hapa, kuna perfume ya hapa, kuna perfume ya hapa tumboni, kuna perfume ya huku. Too careful. Tunanunua package. Watu mpaka wanabadilisha sura. Alikuwa mtu mweusi mpaka anaukataa weusi. Mwenzako anakuambia sina cha kujisifia, wewe mpaka unabadilisha sura. Think about that. Maana nimewekewa sharti. Hii ndio sababu kwa nini sina cha kujisifia. Ole wangu nisipohubiri injili. Naangalia mzuri wa shirika. Ole wako usipohubiri injili kupitia sura yako. Ole wako usipohubiri injili kupitia mwili wako. Ole wako usipohubiri injili kupitia maisha yako. Ole wako, umewekewa ole. Yesu mnasebaga ni ole wa Paulo, umewekewa na wewe ole. Ole wako usipohubiri injili kupitia mwili wako. Nasema miili yetu ni viungo vya haki. Ole wako usipohubiri injili. Yeye alijua amewekewa ole. Angalia mstari wa 17. Angalia mstari wa 17. Maana nikitenda kazi kwa hiari yangu nina thawabu. Ukiisha hayo maisha, ukiishi na hiyo ole, thawabu iko kwa ajili yako. Ile siku atakaposimama Yesu kwenye kiti cha Kristo, utapata thawabu yako. Niliweka 5 kwako, umekuja na 5 vingine 10. Vyema mtumwa mwema na mwaminifu, ingia kwenye raha ya Bwana wako. Angalia. Anasema hivi, mstari wa 17 tafadhali. Anasema hivi, ila ikiwa si kwa hiari yangu nimeaminiwa wakili. Ni kama mtu aliyeajiriwa. Kama ni kwa kulazimishwa. Let your life preach the gospel. Status zako zihubiri injili. Maisha yako yahubiri injili. Sawa jamani? Nguo zako zihubiri injili. Muonekano wako uhubiri injili. Sura yako ihubiri injili. Fedha zako zihubiri injili. Simu yako ihubiri injili. Hayo magrupu yenu ya WhatsApp, hata kama huwezi kutoka, nenda kafunge download section ambayo wage na download matakataka niingia kwenye simu. Imagine mtu siku moja anashika simu yako, anaanza kuona vitakataka. Kumbe kuna mambo mengine kudownload wewe. Ulipofungua data alianza kujidownload yenyewe. Be that clean. Mtu akishika simu yako ukibonyeza hivi, ni mafundisho, ni mafundisho, ni mafundisho, ni mafundisho. Let everything about you preach the gospel. Unafanya nini kwa ajili ya Mungu? Status zako zinafanya nini kwa ajili ya Mungu? Fedha yako inafanya nini kwa ajili ya Mungu? Sura yako inafanya nini kwa ajili ya Mungu? Kuna kijana mmoja akikufuata, akagundua na msimamo, na akagundua na mwenzake pia mwingine alisema huyu binti ana msimamo na ulivyo mzuri. Hivi unajua watu wangapi wataokoka? Sasa wengi ukishagundua ni mzuri, ndo kwanza unaanza kuvaa zile nguo za kuvutika. Alafu unapita mbele yao sema mtakoma, mtajiju. Kuna neno nimelikumbuka la miaka mingi sana, utajiju. Utajiju maana yake utajijua. Nimekumbuka miaka mingi sana. Yohana sura ya 15 mstari wa 2. Unakuwa unaenda Kariakoo, unachukua vijito ambavyo unajua ni vikodi. Vikodi, vibutton, ukibonyeza hivi unaua mtu. Mungu alituita tuokoe wengine. Tufanyike sadaka kwa ajili yao. Na sio kuwapigia kodi nta. Kila tawi ndani yangu lisilozaa ufanyaje kanisa? Uliondoa. Na kila tawi lizaalo huli safisha ili lizidi kudhaa. Naomba Kiingereza chake tupate ile neno kulisafisha. Nikuelezea kidogo kulisafisha maana yake nini. Purgeth. Angalia maneno, every branch in me that beareth not fruit he taketh away, and every branch that beareth fruit he purgeth it, that it may bring
bring forth more fruit. Nisikize kwa makini. Purgeth maana yake nini? Hilo neno purge ndio kufundisha the system of purging. Maana yake ni kuondoa vilivyozidi ambavyo vinaharibu muonekano mzuri wa mtu mbele za Mungu. Ni kuondoa vilivyozidi, excessive. Kwa mfano, hawezi kama ingekuwa na bando ungetuonyesha ile namna ambao wanatengeneza maua. Wanatengeneza maua. Unafahamu wale wataalamu wa kutengeneza maua, waga wanakata vitao vilivyofanyaje? Vilivyozidi, ili tupate ile picha nzuri na ua likae vizuri, likae kama pambo zuri la hiyo garden. Kwa hiyo kupaji ni kuondoa vilivyozidi ili uonekane vizuri. Lakini pia purgeth nje ya kuprune ni kutrim. Trim maana yake ni kuondoa vya ziada, excessive growth, vilivyozidi, ili uonekane vizuri, ili uje na tusemeje, na utukufu. Kuondoa uchafu ni purge. Kuondoa kisichohitajika, unaweza kuandika maneno, kuondoa kitu kinachopunguza thamani yako. Kwa tunaposema unisafisha, maana anaondoa uchafu. Alafu tunaposema unisafisha, maana anaondoa kisichohitajika. Tunaposema kunisafisha, maana anaondoa kitu kinachopunguza ubora wako. Unaanza kuja na harufu fulani ya kumpendeza Mungu. Unaanza kuja na aina fulani ya utukufu mbele za Mungu. Mungu akuangalia mbinguni anasema hivi, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, naye pendezwa naye, msikilizeni yeye. Unakuja na aina fulani ya utukufu kila wakati. Kila tawi lizalo, unapofanya kila kitu kwa ajili ya kumzalia Mungu matunda, Mungu anakusafisha. He busies himself for you. Anaanza kujiweka busy kwa ajili yako. Kwa sababu nini? Anajua katika kusafisha utamletea matunda mengi zaidi. Ukawe ni ushuhuda wa kila mshirika wa ABC. Amen. Sema huu ni ushuhuda wangu kwa jina la Yesu. Nehemia alijenga shauku ya kujenga ukuta uliokuwa umebomoka na malango ya Yerusalemu. Nehemia sura ya 1 mstari wa 3. Alibeba hiyo shauku, na hiyo shauku ileta speed, kasi ya kiungu. Ukuta wa Yerusalemu na malango yake ulijengwa kwa miaka mingi. Sina hiyo exactly, lakini ni kutoka miaka 4 kwenda mbele. Lakini Nehemia aliweza kujenga huo ukuta na malango yake kwa siku 120. Iko to 4 months, miezi 4. Kilichofanya mtu compensate kitu kilichojengwa kwa miaka mingi ndani ya miezi 4 ni passion, ni shauku aliyokuwa nayo. Aliposikia Yerusalemu umebomolewa, ambaye ni mji wa Mungu. Yerusalemu, unajua ile ndo ardhi pekee ya Mungu, Yaani ardhi pekee duniani ambaye ni ya Mungu ni Israeli. I tell you the truth. Yaani lazima ukubali. Na hata Yesu atakaporudi, atakanyaga wapi? Israeli. Lazima mjue hivyo. Hiyo ni ardhi pekee mbinguni ambayo Mungu ameimiliki, ni ya kwake. Ni ardhi pekee ambayo Mungu anaimiliki. Ndio maana hakuna taifa litakuja kuiondoa Israeli. That is never. Yaani hata kama mataifa yote wafanye chochote, hata kama wangeanza kulipua mitambo ya nuclear, wasingeondoa Israeli kwa sababu ni ardhi ya Mungu. Angalia, wakaniambia watu wa uhamisho waliosalia katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Alianza kulia pale, akaanza kuomba. Angalia sura ya 2 mstari wa 3. Alianza kulia, akaanza kuomba. Nikamwambia mfalme naishi milele, kwani uso wangu usiwe na huzuni wapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Kwani nisilie? Kwani siwe na huzuni? Nini kitanifurahisha kama mambo haya yako hivyo? Akabeba hiyo shauku kwa kuomba, kwa strategy, kwa mipango, kwa mikakati, kwa kwenda na muda. Akajenga ukuta wa Yerusalemu na milango yake ndani ya siku 120, miezi 4. Kazi ikakamilika. Akaendover, akaseti uongozi, akaweka order kwenye kila kitu. What a man of God. Alifanya yale ni kwa sababu ya shauku. Alikuwa na tamani afanye kitu kwa ajili ya Mungu wake. Tamani ufanye kitu kwa ajili ya Mungu. Yes.
Chochote utakachokifanya mbele za Mungu, huo ni utumishi wako kwa Mungu. Unaweza kuandika hiyo point. Chochote utakachokifanya mbele za Mungu, huo ni utumishi wako kwa Mungu. Yes, mbele za Mungu nasema katika uwepo wa Mungu, katika kuongozwa na Mungu. Huo ni utumishi wako kwa Mungu. Lakini point nyingine ya pili, kila mtu, kila familia lazima iwe na agano la utumishi. That is my concern. Kila mtu na kila familia lazima iwe na agano la utumishi. Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 hadi mstari wa 28. Kila familia, kila mtu ulioko mahali hapa, anza kutengeneza agano la utumishi. Tuwa kwenye nyakati za mwisho, usio kuonekana mbele za Mungu kiwa huna matunda. Kila mtu na kila familia anza kujua agano la utumishi kwenu ni lipi. Kutoka sura ya 23 mstari wa 25 hadi mstari wa 28 takuonyesha kwa nini ni muhimu kuwa na agano la utumishi. Kwa kila familia ni muhimu kuwa na agano la utumishi, whether through money, iwe ni kupitia fedha, iwe ni kupitia huduma mbalimbali za kanisa, iwe ni kupitia injili, whatever. Mjenge agano la utumishi. Angalia, nanyi mtamtumikia Bwana. Nataka tusome wote kwa sauti moja. Tusome wote. Tusome kwa sauti kubwa. Biblia yako inasemaje kwa sauti? Hamna, mjasoma wote. Kwa sauti kubwa. Alafu naye atakibarikia chakula chako na maji yako. Alafu nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana agano la utumishi, utakapopata kitu cha kufanya mbele za Mungu, moja kinaondoa kitu gani? Magonjwa. Sema kwa sauti. Magonjwa. Tena sio magonjwa ndani yako. Elewa sentence. Magonjwa kati yako. Maana yake utakuwa na wafanyakazi mbali kwako wanaoumwa. Ndio kati yako. Kazi ya msalaba, hii siri kubwa sana ambayo naipata leo. Kazi ya msalaba iliondoa ugonjwa ndani yako. Agano la utumishi laondoa ugonjwa katikati yako. Kwa unakuwa huna wafanyakazi au watu nyumbani kwako wanaoumwa. In fact, agano la utumishi ukimbia mpaka kwa ndugu. Hutakuwa na ndugu au watu kwenye familia wanaoumwa. Nitaondoa ugonjwa kati. Hutakuwa nao wewe na watu wanaokuzunguka hawatakuwa na magonjwa. Unafikiri ni jambo la kawaida? Angalia agano la utumishi linaendelea mstari wa 26. Mstari wa 26. Kipengele cha kwanza. Soma kwa sauti kwa Biblia inasemaje? Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Soma tena kwa sauti. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Maana yake mtu yote kama ana agano la utumishi, ana sehemu yake ya utumishi mbele za Mungu. Hapata kuwa na mtu kwenye lineage yao wa kuharibu mimba. Kuharibu mimba ni kitu kibaya sana. Hamna kitu kibaya ambacho nakichukia duniani kama hiki. Pata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Alafu wala aliyetasa. Ndio utaelewa tunaweza tukafanya kanisa lote pasiwe na tasa hata huyu. Kila mtu kama ana agano la utumishi. Ndio maana nikiona mtu anatumikia Mungu vizuri, najua hawezi kuwa tasa. Yaani ukimtumikia Mungu umekuwa disqualified kuwa tasa. Yaani ukimtumikia Mungu umepoteza vigezo vya kuwa tasa tena. Alafu check. Anasema katika njia na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Ukimtumikia Mungu, Mungu anakuwa anafanya kazi ya kutimiza siku zako. Yaani anakushibisha siku. Kwa maana yake watu wakimtumikia Mungu vizuri kanisani, hutaona premature death. Utaona watu wanakufa kabla ya muda wao. Hilo ndio agano la utumishi. Haitoshi. Check mstari wa 27. Angalia mstari wa 27. Agano la utumishi hilo, mstari wa 27. Nitatuma utisho utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya adui zako wakuonyeshe maungo yao. Iko hivi, watu walikuwa wanatengeneza kamkakati fulani cha kuja kuletea uharibifu fulani. Anatokea mmoja katikati yao anakuja kukuambia, ndio adui zako kuonyesha maungo yao. Anakuja mmoja anasema unajua kuna mpango unaumii kwa kweli sijaupenda. Mimi niseme tu kwa mimi siko pamoja nao. Nimekuja tu nikwambie hilo ni agano la utumishi. Watu ambao wako busy kumtumikia Mungu hawezi kuangukia kwa mikono ya adui zao. Mungu hawezi kuwatoa katika matako ya adui zao. Karabashandarabakos. Alafu sikiliza mstari wa 28. Tunamalizia pale. Mstari wa 28. Biblia inasema hivi, nami nitapeleka mavu mbele yao watakao mfukuza Mhivi na Mkanani. Nitapeleka mavu mbele yao. Mstari naomba Kiingereza chake chap. La katoska vela mando robosia. Naomba tafsiri nyingine chap. Hebu ikuze hiyo.
I will send despair on ahead of you. Ni kama kitu kama uharibifu. Alafu tuna tafsiri nyingine. Utatoka mahali hapa, utaanza kunotice na kuandika vitu vyako vya muhimu kwamba agano langu la utumishi mbele za Mungu ni hili hapa, na lifanye kwa nguvu zako zote. Naomba nitoe mifano ya watu kadhaa. Kila mtu anitazame na kila mtu naomba macho yako kidogo. Naomba attention kidogo. Anaanza sio ya kuandika sana, ile ya kusikia. Naomba attention kidogo. Kuna mtu mmoja anaitwa John Darrison Rockefeller, ambaye alizaliwa mwaka 1839 na amekuja kuondoka kwenda mbinguni 1937. Huyu mtu, he was American businessman. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa Marekani, na alikuwa ni mtu tajiri sana. He was a wealth person. Aliishi kwenye miaka 1839 hadi 1937. Nisikilizeni. John Rockefeller ni moja ya familia ambayo huwezi kufuta jina lao Marekani. Mpaka Yesu anarudi, akina Rockefeller huwezi kuwatoa Marekani. Makampuni yao mpaka leo, toka mwaka 1800 na kitu, makampuni yao na zile idea ambazo walikuwa wanaziendesha kibiashara mpaka leo zimekuwa, lakini hazijawahi kuondoka. To date, familia yake na uzao wake wote ni watu waliofanikiwa. Wakati fulani wa maisha yake mwanzoni, aliweka ahadi mbele za Mungu ambayo ni kama agano. He made a promise to God. He told God, if you help me make money, I will give some of it back. Alienda mbele za Mungu akasema ya maneno, kama ukinisaidia nikatengeneza hela, kuna kiwango nitakirudisha kwako. Rockefeller ndo anafahamika kama familia lineage ya kwanza duniani yani ukoo wa kwanza duniani ulioleta mageuzi kwa eneo la zaka. Ni watu wa zaka bora ambao hawajawahi kutokea duniani mpaka leo. Tena hiyo sehemu ilikuwa ni zaka. Nafikiri ilipata kwa Yakobo. Mungu, ukiwa Mungu wangu, ukanisaidia, ukanilinda, ukanifanikisha, nikirudi hapa salama, nitakutolea sehemu ya 10. Ndivyo alivyosema Rockefeller. If you help me make money. Haya maneno watu wengi mliokoka waga mnyasemi. Hamwekagi nadhiri fulani. Unajua kuna vitu vinamchokozaga Mungu. Cha kwanza waga ni nadhiri. Funga nadhiri fulani. Tamka agano fulani mbele za Mungu, sio moga. That is faith. Itakuwajibisha. Weka nadhiri fulani mbele za Mungu. Mungu nifanikishe kwenye hili jambo. Alafu kisha weka nadhiri, andika. Tena andika kwa notebook serious. Andika kwa maandishi makubwa, weka mpaka na tarehe. Ukinifanikisha kwenye jambo hili, nikitengeneza fedha nikawa billionaire, nitakufanyia hiki kitu. Very important. Unless otherwise utakuwa na watu wa kawaida miaka na miaka unawaangalia hivi. Ni kwa sababu imani kama imani itakufanya uongee vitu fulani mbele za Mungu ambavyo vitamchokoza. Rockefeller akasema haya maneno. Haya, kwa habari ya sadaka ya zaka aliyokusema hivi. If I had not tithed the first dollar I made, I would not have tithed the first $1 million I made. Kama nisingetoaga zaka ya $1 niliyowahi kuitengeneza kwenye biashara, basi hata kwenye $1,000,000 nisingeweza kutoa sadaka zaka. Kwa aliye mwaminifu kwa kilicho kidogo, atakuwa mwaminifu kwa kilicho kikubwa pia. Hawa ndo watu hawa. Hawa ndo watu walio kutokea duniani. Nazungumzia agano la utumishi. Nini unafanya kwa ajili ya Mungu? Somo letu. Unafanya nini kwa ajili ya Mungu? Naomba nikwambie kidogo historia ya mtu mmoja anaitwa David Livingstone. Mmemsoma darasani. Nafikiri kwa wapelelezi yupo. Nitakueleza na wamissionari. Nisikize kidogo kwa habari ya David Livingstone. David Livingstone akiwa kijana mdogo tu alipata wito ndani yake. Baada ya kuokoka tu, alipoongozwa sala ya toba, kuna kitu ndani ya moyo wake kikamuingia cha kumtumikia Mungu. Alivyokoka tu akainuka pale akasemaje, Mungu nitakutumikia. Lakini kabla ya kutumikia, lengo lake mama ilikuwa ni aende China, akafanya missionary China. Lakini baadaye kuna mtu mmoja ambaye alikuja kuongea naye akamwambia China pana vita fulani. Palikuwa na vita fulani China wakati ule. Kwa hiyo yule mtu akamshauri aje wapi? Afrika ya Kusini.
baada ya kuwekewa ile shauku, nisikilize kwa makini, ndani yake akasemaje? Ngoja kwanza nisome mpaka nipate udaktari. Hiyo kusoma, hakuwa anasoma ili apate kazi ya udaktari. Alikuwa anasoma ili kujazia eneo lake la umishonari. Akiwa anajua ya kwamba nje ya kuombea watu, kuna watu utahitaji kuatibu. Kwa akaenda shule sio kama msomi ambaye anahitaji kuajiriwa kesho. Akaenda kusoma udaktari mpaka akaqualify ili awe missionary. Alipomaliza kusoma udaktari, akaenda kusoma theolojia. Akasoma theolojia miaka kadhaa, akaqualify theolojia. Kwa akaondoka na qualification mbili. Moja, theolojia, alafu mbili, udaktari. Na alitoka kwenye familia ya watu waliokoka ambao walikuwa ni duni, watu wa chini kwenye kipato. Yule mtu wa Mungu akatoka kule Ulaya, akaja Afrika. Listen to me very carefully. Mtazame kila moja. Amekaa miaka 32 Afrika. Ametembea miles 29,000 kwa mguu. Ndani ya miaka 32 ametembea miles 29,000. Hem, convert kwenda kwenye kilomita. Napata kilomita ngapi? Nafikiri mtu mmoja anaweza kufanya hilo jambo. Katatarabagoba shila askovela. Tuna assignment kubwa watu wa Mungu. Tuna assignment kubwa. Miles 29,000 kuna kilomita. Kilomita 46,670. Kilomita 46,000. Toka hapa mpaka Dar es Salaam ni umbali gani? Inafika 1,000? 500? No, 500 ni ndogo. 900 na kitu. Okay? 900 na kitu naingia mara ngapi kwenye 46,000? Manake mara 46,000 na point. Safari kutoka hapa Dar es Salaam kurudi. Hivi unazungumza kitu gani? Manake maisha yake yote yamekuwa ni maisha kufanyaje? Ya kutembea. Kwa maana hiyo wale watu walikuwa wanaanza kutoka Singida kwa mguu mpaka Tabora. Kwa ajili ya missionary. Sikize kwa makini. He was a doctor, lakini kingine nje ya daktari akawa ni anti-slavery campaigner. Huyu ndiye ambaye wakati wa Arabu wananunua watu huku Tabora, wanawachukua, wanawapeleka kwenye soko la watumwa pale Bagamoyo. Yeye ndo alikuwa anaenda pale. Unajua miaka ile unanunuliwa. Walikuwa wananunuliwa kutoka kwa machifu. Machifu ndio walikuwa wanauza watu. Hao ndo watuendeshe nchi. Mande kopa alagadaba shaliba sope. Mungu amenisikia. Majito ambaye alikuwa anatuza, maana yake anaweza kutuza muda wote wa maisha yetu. Eti leo chifu akuwekea wakfu nchi. Chifu ukichao chifu ambaye alikuwa wanatununua. Tena sio kutununua, wanasemaje? Tena wewe ungechukuliwa wa kwanza na chifu. Wenye mili mikubwa leo jazia. Sisi tungeachwa. Akina Batu angechukuliwa, akina Joakim. Kwa hiyo mnachukuliwa na chief. Huna cha kufanya, ubabe. Alafu Mwarabu anakuja pale, anawanunua, kisha wanunua, mnaandika maandishi fulani nimekununua leo tarehe fulani kwa chifu fulani. Wewe kuanzia leo ni mali yangu. Anachukua na wafunga, nenda Bagamoyo. Alafu Bagamoyo palikuwa pana Waarabu wengine wakanunua na kupeleka Oman. Tena reja na jumla. Kwa hiyo pale ndo mnaandikia mkataba. Mimi fulani nimenunua wafungwa fulani, jina lake ni huyu, ametokea Tabora, nimemchukua, anaenda Oman. Sasa nisikilizeni uone moyo wa Mungu ndani ya watu. David Livingstone alikuwa anaenda pale, alafu anawaangalia wale ambao wamechukuliwa kwa machifu ili wakauzwe, na yeye anaenda kuwanunua kwa lengo ya kwamba kama nikiwanunua nakuwa ni wa kwangu, kwa sababu pale ilikuwa ni kila mtu mwenye hela anataka watu. David Livingstone anawanunua wote kwa hela yake ya mfukoni. Akisha wanunua anaandika
mkataba na wao. Mimi leo nimemnunua fulani kuwa mtumwa wangu, alafu anamrudisha nyumbani kwao. Anamrudisha nyumbani kwao, anamwambia hivi, nenda na huu mkataba. Kwa hiyo anarudi na mkataba. Akirudi chief akitaka kumchukua tena, anamwonyesha mkataba. Mimi ni mali ya David Livingstone. Mimi sio mali ya ile eneo tena. Mimi ni mali ya David. Alikuwa anafanya kile kitu. Tembea kwa mguu na anafanya hayo mambo. Lakini kingine ndo aliye nani? Aliyekuwa mpelelezi, mmoja wa pelelezi pia ambao walileta uvumbuzi fulani hapa Tanzania. Na alikuwa missionary. The man, he devoted his life for Africa, kwa ajili yetu. Aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu. You never know aliwahi kununua babu yako mmoja wapo. You never know kwa nini Mungu leo amekusikizisha historia. Mkini babu yako mmoja wapo alimnunua. Mpaka niongee sentensi leo. Watu walilipa hiyo gharama. Huwezi kulipa gharama ya kumshuhudia jirani yako wa pembeni kwa habari ya kanisa lako. Unaona aibu ya kuambia wafanyakazi wenzako habari za Yesu? Unaonea aibu. Mtu mmoja mzungu mweupe, na mnajua sisi ni kama unajua mzungu mpaka leo unajua sisi wanadamu wa kawaida. Mpaka leo sisi ni kama si watu wa kawaida. Na sasa hivi ndio inaanza kueleweka kama na sisi ni watu. Lakini akuonea aibu babu zako katika ujinga wao na uchi wao. Aliwanunua akawarudisha kwa upendo. That was a love. Kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae. Twende kwa Reinhard Bonke, nimalizie hapo vitu kadhaa. Reinhard Bonke, nisikilizeni, huyo mzee ambaye Mungu alimwekea mzigo kwa ajili ya Afrika. Apostle ungelikuwa na bando, display kaburi la Reinhard Bonke. Samahani kidogo kuambia kitu leo. Kwenye kaburi la Reinhard Bonke pameandikwa haya maneno, he preached Jesus. Yani kaburi ilibidi waandike hayo maneno, wasingekuwa na option nyingine. He preached Jesus. Alimhubiri Yesu. Manake wakati wanamzika, watu dunia nzima walikumbuka jambo hili. Maisha yake yote duniani alimhubiri Yesu. Wewe hata kama siku zako zitakapokuja kutimia, hata kama ni katika uzee mwema, watu wakukumbuke kwa kitu gani? Ulijenga makanisa mangapi? Ulifanya nini kwa ajili ya Mungu? Watu wakukumbukeje? Leo tunamkumbuka David Livingstone kwa sababu alitembea miles 1029 kwa mguu. Watu wakukumbuke kwa kitu gani? Akina Rockefeller tunaona anasema alikuwa na support, alikuwa anafanya charity. Leo dunia inamkumbuka Rockefeller. Ukienda kwenye nini? Wikipedia nafikiri. Ukienda kule ukitafuta historia yake unapata wanakuelezea hayo mambo. Alikuwa ni mtu wa charity, alitoa zaka. Mpaka Google anakuambia alitoa zaka. Maana dunia inamkumbuka kwa ajili ya kitu. Mungu akusaidie. Unajiuliza maswali, nitakumbukwa kwa ajili ya kitu gani? Ana binti Fanueli unamkumbuka kwa sababu aliomba sana kanisani. Utakumbukwa kwa ajili ya kitu gani? Mungu akusaidie. Ubebe aina fulani ya shauku. Ubebe aina fulani ya shauku ya kumtumikia Mungu. Reinhard Bonke, niliangalia ile kaburi. Wanaandika wanasema hivi, his entire life he carried the passion for soul. Imagine maisha yake yote amekuwa amebeba hiyo passion, hiyo shauku. Passion kwa ajili ya nafsi. Wewe umebeba shauku gani kwa ajili ya Mungu eti? Wewe miaka yako 10 ijao naambiaga vijana wangu hapa mbele tunahubiri injili. Naambiaga hii kitu utakuta unajua nitafanya siku fulani. Watu wametembea mile 1029 fast. Wanatembea kwa mguu. Tena nyewe unakuta nawapeleka redioni kwa bajaji. Jaribu kufikiria. Na bado ukifika pale hata kuomba uwezi. Umechoka. Mungu wa Israeli. Kizazi chetu ni kizazi kilichopumzika. Yaani ingekuwa ni Daudi amestarehe, kizazi chetu. Yeah. Imagine. Mtu wa praise mpaka leo akipewa wimbo mmoja aongoze hawezi. Hana passion.
Elia mwenye passion ndio anaongoza nyimbo kila siku. Umeona kuna mwingine hapa? Passion. Ana. Sio kama nawasema wanaimba vizuri, lakini ilipaswa kuwa kila mmoja anafanyaje? Anaongoza wimbo hapa madhabahuni. Hawajui kuna na beat wengine. Akipanda juu beat inashuka chini. Na ana mwaka mzima kwenye praise and worship. Passion. Muulizane Elia kama aliwahi kufanya kama ilikuwa ni kitu kimemwangukia kutoka mbinguni. Alibeba hiyo passion. Wewe ni mshirika. Kila kitu kinakupita. Ujenzi inakupita. Mission inakupita. Radio inakupita. You know nothing. Weka mkono wako miwili juu. Mungu anipe neema na Mungu akupe neema. Msimama tupate muda wa kuomba kwanza.